Hii ni Mtoro TV. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radiyallahu ta'ala an sahabatihi al-bararatil muttaqin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين والحقنا بالصالحين. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. آمين 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 يا رب العالمين. أيها الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بطبيعة الحال وقت سميندا na maneno yalosemwa ni mingi sana ambayo kwamba ni maneno mazito, maneno ya thamani kabisa ambayo kwamba ilikuwa hakuna haja ya kuongezwa neno lingine, lakini kwa vile najua ikhwa ambao kwamba walionikadimisha hapa haitokuwa furaha yao nikitosema, furaha yao itakuwa ni kusema. Kwa hivyo nitasema ili kwa ajili ya kuwafurahisha wao na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo, na nafikiri pia Sheikh Uthman nisifone na rafiki yangu hatafurahi. Ayuha al-ikhwa, munasaba huu tulokusanyika hapa ni munasaba wa aqdun nikah. Na ulamai wanasema balagha ni kuchunga muktadha wa hali. Balagha ya Kiarabu ni kuchunga muktadha wa hali. Upo katika sehemu gani, kuna usu nini, ndio useme hivyo hivyo. Mathalan hapa ingekuwa ni katika msiba, haitokuwa vyema wala hutohesabika ni mtu wa balagha ukisimama tu Bismillahirrahmanirrahim ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سلالا تكون سباني تنو لتمامبو يا عقدي vile hapa tupo katika aqdu nikahi, haitokuwa katika balagha mimi nkisimama tu tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay qadir alladhi khalaqal mauta wal hayat. Sallallahu mauti tena tupelekwa kaburini na tupo katika nini? Tupo katika furaha. Ayuha alhadirun, kuna maneno mingi ambayo kwamba Sheikh Uthmani amesema katika khutba. Allah mbariki katika kilima chake kizuri, lakini mimi katika dakika chache tu na sitopenda sana kurefusha, nitazungumzia malengo ya hii ndoa. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akaweka kuweko na ndoa? Kila mmoja ukimuuliza hivi, kila mmoja atanena ya kwake, lakini je, ulionena ndiyo ama ya kichwani kwako? Mola subhanahu wa ta'ala anasema katika Al-Qur'an Al-Karim, baada na'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa min ayatihi, na katika aya za Mwenyezi Mungu, katika ishara za Mwenyezi Mungu, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kuwaumba kutokamana na nyinyi wenyewe wenza wenu. Lengo la kuwaumba hawa wenza kutokamana na sisi wenyewe ni kitu gani? Litaskunu ilaiha, ila mwetalili, ili mupate kutulizana kwa wao. Kisha sivyo tu, wajala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu kukawa na mawadda. Mawadda ni mapenzi ya ndani kabisa, wa rahma, lakini si hivyo tu, kukawa kuna kusikitikiana. Jua mtu wezekao wampenda lakini huna rahma naye, huna masikitiko naye. Sasa litaskunu ilaiha, wake hawa Mola subhanahu wa ta'ala ametupa ili tupate kutulizana kwa wao. Na nafikiri sakina haipo katika amali ya jinsi peke yake, hapana. Sakina inapatikana katika mambo mingi sana. Ndio manake katika mambo alotuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuchagua mwanamke mwenye dini. Kuchagua mwanamke
mwenye dini. Unajua lile suala ambalo kwamba kila mmoja hulifikiria mtu akioa, ni suala ambalo kwamba yani nafasi yake katika ndoa ndogo sana. Nafikiri kila mmoja afahamu. Lile suala ambalo kwamba kila mtu akiambia yoa yafikiria, ni suala ambalo kwamba nafasi yake katika ndoa ndogo sana, ama sivyo? Halichukui muda mwingi. Lakini muda mwingi munaishi wewe na yeye katika muamalat. Ndizo ambazo kwamba zinakufanya wewe upate nini? Upate sakina. Na hata si uzuri wa sura, kwa sababu wana saikolojia wanasema mwanamke ule uzuri unaoona baada ya siku 90 uzuri wa sura unakuwa hauoni tena. Unaona mwanamke wa kawaida tu. Maana yake waweza kushangaa mwanaume ameoa mwanamke mzuri, alafu baada ya siku kadhaa amemwacha. Salala, mwanamke kama yule yuachwa? Chombo kama kile kinaachwa? Huwa uzuri wa sura haudumu, siku chache tu basi unaondoka. Kitu ambacho kwamba kitakufanya wewe upate sakina, upate utulivu kwake yeye ni nini? Ni zile akhlaqi zake, ni yale malezi mema ambayo kwamba amepewa nyumbani kwao. Ndiyo ambayo kwamba yatakuwa ya kukufanya wewe ukimuona tu moyo wako ufanye nini? Moyo wako uridhike. Unajua uweza kujiuliza, kwani mwanamke mwenye dini hakosei? Anakosea. Mwanamke mwenye dini hapindi, yani hapatikani na makosa? Hapatikana. Lakini kuna tofauti gani ya mwanamke mwenye dini na asiyekuwa na dini? Hata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuhusia namna hii kufanya nini? Kwa mwanamke mwenye dini. Mfano mwanamke mwenye dini na asiyekuwa na dini ni mfano wa gari yenye breki na isiyokuwa na breki. Tutafahamiana? Unajua vipi? Gari yenye breki ikiwa itatokea shida yoyote utafanya nini? Utaistopisha. Kitu ambacho kwamba kitaifanya ile gari isimame nini? Ni breki. Ndio dini sasa. Ikitokea kitu chochote aweza kukosea, lakini baada ya muda tu pap ile dini yenyewe inakuja automatically inamvuta, anambia la, tulia. Tulia kwanza kisha uanze safari. Lakini mwanamke ambaye kwamba hana dini kama gari ambayo kwamba haina breki, ikitokea shida yoyote itaenda mpaka ende ikakuue tu. Yani itaenda kumalizika tu, wala haitojisikitikia kwamba yenyewe ikienda wewe mwenye gari peke yake ndio utaumia. Hapana. Haitofikiria kabisa kwamba yenyewe itafanya nini? Itakufa, itaenda tu. Ndio mwanamke asiyokuwa na dini. Utaona hata ikitokea kitu kidogo tu kitaenda, kitatoka ndani ya nyumba, kitaingia ndani ya mitandao. Tuko vizuri sana. Kitaingia kwa majirani, kitaingia huku. Kama ni wa mitandao yote itajua kumefanyika nini. Kama si mwanamke wa mitandao, hujawahi kupata mitaani mnaishi anasema mwanamke kule, ndio anaanza kumsema mume wake. Hujawahi kuona mitaani tunaona sana, si ndio? Sitoishi Uswahilini. Asimama kule, hana dini yule. Lakini mwanamke mwenye dini, hata kama ikitokea chochote kile, itakuwa mtamalizana pale wapi? Chumbani tu. Ndio maana yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema muoe mwanamke mwenye dini, kwa sababu ni break ile inakuwa inafanya nini? Inamzuia. Kwa hivyo lengo la kwanza la kuwekwa ndoa ni tumaanina, sakina, kama tulivyoelezwa katika khutba. Lakini lengo la pili ni lile ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, tanakahu takthuru fa inni ubahi bikumul umama yawmal qiyamah. Oeni mutakuwa wingi, hakika yangu mimi nitajifakhiri na wingi wenu siku ya kiyama. Hili katika lengo kubwa kabisa la nini? La ndoa. Na hapa kuna bahari ndefu sana, hatuwezi kuimaliza kwa sababu wakati mchache sana. Lakini nitaungana na yule ustadhi ambaye kwamba amesimama hapa akazungumza, Allah amjaze khairi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku ya kiyama hatoenda kujifakhiri na wavuta bangi, wala na walevi, wala na mashoga. Tuseme hivi jamaa, kwa sababu yani haiwezekani tena kuyafunika. Tuseme hivyo tu. Hatojifakhiri na nini? Na mashoga. Atajifakhiri na watu ambao kwamba waloshika ule mwenendo ambao kwamba alofanya nini? Alotuachia sisi. Ndio atakaenda kujifakhiri nao. Katika Sahih al-Bukhari, kama sikosei, katika kitabu al-Hawdhi, kuna karibu hadithi 9 mfululizo ambazo kwamba zaeleza Mtume kuna watu wataenda kuwafukuza katika haudhi. Watafukuzwa katika haudhi. Subhanallah. Mwenyezi Mungu atukinge nao watu. Wataenda watakurubia katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afukuta kwa ukuta. Haudhi ya Mtume, mbirika ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amemwandalia atakayekunywa katika birika hilo hatopata kiu kikali tena maishani mwake muda atakaokuwa katika janna.
Kila mmoja aiomba hiyo. Lakini kuna watu watakapokurubia pale watafukuzwa mbali kabisa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mbona mwafukuza watu wangu? Taambia hujui walifanya nini huko duniani. Subhanallah. Watu wameharibu, watu wamevuruga. Unafikiri mtume kuacha kujifakhiri nao watafukuzwa kabisa katika umma? Tuko vizuri sana. Kwa hivyo hili suala la kwamba mtume atajifakhiri na watu ambao kwamba wenye mwenendo kama huu ambao kwamba tumesikia wa binti kama huyu. Kwa mnasaba kama huo pia hawa watu ambao kwamba wanawafanya watu kama hao mtume akaenda kujifakhiri nao, walimu ndio unawapika. Lazima tuangalie sana na tuombe Mwenyezi Mungu awahifadhi. Kwa sababu pasi na hao walimu watoto wetu mtume yani wacha kumkurubia, watawekewa ukuta mkubwa sana. Tokeni msimkurubia huyu bwana. Subhanallah. Mwenyezi Mungu atujalie katika watu ambao kwamba tukoingia katika haudhi ya mtume na wakawanya birika hili. Lakini lengo la tatu kukumalizia ikhwani, na nimewarefushia mtanisame, ni lile ambalo kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema katika hadithi, binadamu anapokufa mambo yake, amali zake zote hufanya nini? Hukatika, isipokuwa matendo mangapi? Matendo matatu. Sadaka yenye kuendelea kama kujenga msikiti, kufukua visima, kujenga marakiz, kuwanunulia wanafunzi vitabu wakasoma, kuwawezesha walimu wakaweza kuwasomesha wanafunzi pia katika sadaka jari. Unajua hivyo? Yani kumlipa mwalimu, yani matha ukajiwekea, mimi kila mwisho mwezi katika pato langu nitatoa 20,000 nitampa Sheikh Ali pale kwa ajili ya kuwafundisha watoto. Ile sadaka jaria, kwa sababu elimu haikatiki. Mingi msomesha huyu ataenda kumsomesha yule. Ule mnyororo unakuja tu, khairi zote zinatujia sisi katika sadaka jaria. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, awaladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye kwamba anayemuombea dua. Haya katika malengo ya ndoa, ya kwamba upate mtoto mwema atakayekuombea dua wewe baada ya kufa. Ni amali yako ile utaendelea kulipwa jamaa. Walad salih, kwa sababu ukishakufa hakuna kitakachokunufaisha isipokuwa dua. Sasa ukiona mtoto mwema, basi zile khairi zitakuwa zikifanya zikikujia. Sababu imetoka wapi? Katika nikah. Kwa hivyo haya katika malengo makubwa ya ndoa, na ndio manake tukahimizwa sana kuwalea watoto wetu vyema. Wa ila, kwa sababu kama mtoto muovu atakuwa akikuudhi, kwa sababu utakuwa ukionyesha matendo yake kule wapi? Kule kaburini. Tumuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala watu ambao kwamba washaoa, Mwenyezi Mungu awabarikie katika ndoa zao, awape watoto wema ambao kwamba watawafurahisha katika kaburi zao, lakini awape watoto wema ambao kwamba watamfurahisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mahshar na katika haudhi. Na wale ambao kwamba bado hawajaoa, Mwenyezi Mungu awape wake wema na wabarikie katika ndoa zao na waruzuku vizazi vyema. Na sisi ambao kwamba tushapata watoto, Mwenyezi Mungu atubarikie katika watoto wetu na awajalie katika wale ambao kwamba wanaishi maisha ambao kwamba waliotaka Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mpaka hapa nitakoma. Mwenyezi Mungu awabariki wasimamizi wa msikiti, Mwenyezi Mungu awabariki wenye ndoa hiyo walioridhia na sisi tukasema. Mwenyezi Mungu ambariki ndugu yetu Sheikh Uthmani aliyotupa fursa hii. Mwenyezi Mungu awabariki pia hao ndugu zetu ambao kwamba wako mbele yetu hapo wenye kamera ambao kwamba wanasaidia vilma hivi kwenda sehemu za mbali, kwa sababu mara nyingine hao saulika, lakini hao pia ni mchango mkubwa ambao kwamba unasaidia. Kilima hiki tumekisema sasa hivi dakika kadhaa tu, lakini dunia yote itakipata kupitia hawa watu. Mwenyezi Mungu awabarikie, awajalie katika wale ambao kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atajifakhiri nao kwa kazi yao njema. Wassalamu alaikum wala afwa minkum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi. Hii ni Mtoro TV.